Hello, habari ya leo, na namshukuru Mungu tumeweza kupata siku nzuri na siku nyingine ya baraka zaidi tumeweza kuonana. Na mimi niko mbele yako, naitwa Daudi Mwayeka. Moja kati ya siku nzuri sana tumeweza kupata nafasi ya kuweza kuwa pamoja. Lakini pia moja kati ya siku ambayo tutakwenda kushare mawazo mbalimbali na idea mbalimbali. Kuna vitu moja kati ya msingi sana ni asilia. Tunakwenda kujifunza katika siku ya leo tuweze kujua ni kwa namna gani vitu asilia vina umuhimu na ni supporta kubwa sana kwetu sisi ambao ni binadamu. Lakini pia hivyo vitu asilia ni kwa namna gani pia unaweza kuvitumia wewe au pia hata mtu mwingine ambaye ashatumia, unaweza kujifunza na kujua ni namna gani unaweza kujikwamua kiuchumi ukatoka level ulipo mpaka kwenda kwenye level nyingine ambayo inawezekana ya makusudio yako. Na kwenda kujifunza vitu asilia katika dunia au katika ulimwengu ambao ni vitu asilia, hivyo ni common vipo ambavyo pia unavitumia wenda kwa kujua kwa kujua. Lakini pia hivyo vitu wengine pia ambao washagundua kutoka mwanzo ni sehemu ya fursa kutoka level moja kwenda level nyingine, sehemu ya kutoka kiuchumi hatua moja kwenda hatua nyingine. Moja kati ya kitu hicho nakwambia, ardhi ni moja kati ya sehemu nyeti kwa shughuli za kibinadamu, lakini pia ni sehemu ya asilia ambayo watu wanaitumia kujiingizia kiuchumi kutoka level moja kwenda level nyingine. Ardhi ni sehemu ambayo ni ya wazi ya dunia ambayo inaruhusu viumbe hai kuishi, lakini pia pamoja na mimea kukua. Hiyo sehemu ya wazi inaruhusu shughuli zozote za kibinadamu kufanyika, aidha mfano kilimo, ujenzi na shughuli zinginezo nyingi ambazo unazifahamu. Lakini juu ya ardhi unaweza kufanya shughuli yote ile ya kiuchumi ambayo inaweza kukuingizia wewe faida ya kiuchumi, na pia ukaweza kukua kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Mfano aidha unataka kufanya ujenzi labda wa nyumba whatever, unaweza kutumia ardhi, unaweza kufanya kilimo kwa ajili ya kupata mazao mbalimbali kwa ajili ya chakula, lakini pia kwa ajili ya biashara. Lakini pia kupitia ardhi unaweza kutumia ukanunua usafiri ukatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Barabara serikali imeweza kutengeneza ambapo unaweza kusafiri toka sehemu moja ukaenda sehemu nyingine kwa ajili ya tu ya kuendelea na shughuli zako za kiuchumi. Lakini pia kupitia swala zima la ardhi, najua moja kati ya sehemu ambayo ni asilia watu tunaitumia sana kwa ajili ya kujiingizia faida au kutengeneza faida za kiuchumi ambazo unaweza kutumia wewe, aidha shughuli za binadamu zinafanyika hapo. Kwa mfano kwa wewe kama wewe unaweza kufanya biashara zako, lakini pia unaweza kufanya shughuli zako za kilimo kama tulivyozungumza mwanzo. Lakini unataka kufahamu kwamba moja kati ya sehemu ambayo unaweza kuitumia wewe kutoka level moja kwenda level nyingine, basi ni sehemu kubwa ya ardhi ambayo shughuli asilimia zote za binadamu zinafanyika hapo. Lakini pia kitu kingine anakuambia hewa. Moja kati ya kitu kingine cha msingi sana ni hewa. Hewa unapata hewa safi, lakini pia uweze kufahamu kwamba navuta leo hewa, lakini kuna kesho na kesho kutwa. Je, navuka napata hewa safi leo, nawezaje pia kuitumia nafasi hii kuweza kutengeneza vitu ambavyo vitakuwa ni muhimu kwa ajili ya kutengeneza nafasi yangu kuweza kujiingizia faida kiuchumi. Lakini pia mimi niweze kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Asilimia kubwa hata mtu yeyote yule aweze kukua kiuchumi.